Nyumba za chomwa, watu waumizwa, hali yazidi kuwa ngumu huko Ituri ambako wakaaji wa vijiji viwili wameweza kugeukiana na kuweza kupambana. Hiyo iliweza kusababisha nyumba nyingi kuweza kupata moto na wengine watu kuweza kupata majeraha makali. Huko Kalehe pia imesemekana kuwa mkuu wa shule ya msingi aliweza kuuawa kutokana na vita ambayo ilikuwa ikipiganwa jana kati ya vikosi vya wazalendo wakizidi kusukumana na waasi wa M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasema kuwa yatumia milioni 4 ya dola kila mwezi ili kuweza kuwapatia wazalendo na kuwahudumia na kuwalipia kila kitu wanachotaka. Hizo ni habari ambazo nakusogezea kwa siku ya leo. Tukiwa huko Mahagi ambako migogoro ya ardhi yamesababisha vurugu na nyumba zaidi ya 12 za chomwa moto huko ndani ya mkoa wa Ituri. Mvutano mkubwa uliripotiwa Jumanne tariki 28 Aprili katika groupement ya Chupio, sheferi ya Angal, wilayani Mahagi, mkoani Ituri baada ya mgogoro wa ardhi kati ya vijiji viwili kugeuka na mapigano ya wazi. Chanzo cha mvurugu na mapigano hayo ni madai ya wakaazi wa eneo la Jupavu na waliokuwa wakihutumu wakaaji wa Jupalungu kuharibu mazao ya chakula yaliyokuwa shambani. Wakaazi wa eneo hilo wanasema mgogoro huo ni wa muda mrefu, lakini uharibifu wa mazao ndio uliowasha hasira kali na kuweza kufanya madhara makubwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, angalau nyumba 12 zilichomwa moto wakati wa mapigano kati ya pande hizo mbili. Taarifa na chanzo kutoka kwa polisi ambao wako ndani ya mji wa Ugalu kimethibitisha kuwa watu 6 wamejeruhiwa huku washukiwa 2 wakikamatwa kwa tuhuma za kuchochea ghasia hiyo. Mahagi ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa sana na migogoro ya ardhi katika mkoa wa Ituri ambako mamia ya kesi zimekuwa zikirekodiwa katika miaka ya hivi karibuni. Mara nyingi migogoro hiyo huishia katika mauaji, uchomaji wa nyumba na watu kukimbia makazi yao. Kwa ujumla, suala la ardhi linaonekana kuwa chanzo kikubwa cha mivutano Ituri, huku wachambuzi wakisema karibu 80% ya migogoro katika mkoa huo inahusishwa na umiliki wa ardhi. Tatizo hili limeonekana pia katika maeneo ya Jugu hata Bunia ambako migogoro ya ardhi huchanganya na ukosefu wa usalama, umaskini pamoja na uhamisho wa wananchi. Bila kuwepo kwa mfumo wa haki na suluhisho la kudumu kuhusu ardhi, migogoro kama hiyo inaweza kuendelea kuchochea vurugu na kudhoofisha juhudi za kurejesha amani katika Ituri ambako vita zingine kali zinazidi kuripotiwa kutokana na waasi wa ADF ambao wanaendelea kuzidisha ukosefu wa usalama. Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo Mahagi ambako vikosi vya wanakijiji wa ngambo ya pili wameweza kupigana na kijiji cha ngambo nyingine. Acha basi tuzungumzie pia kuhusu kifo cha mwalimu mkuu au directeur de l'école primaire wa Chambombo aliweza kuuawa katika mashambulizi ya risasi kati ya vikosi vya M23 na vikosi vya wazalendo. Mapigano hayo yaliweza kuripotiwa siku ya Jumatano tarehe 21 Aprili katika eneo la Chombobo, kijiji cha
Kalungusha pamoja na muhimili wa Katale kuelekea Bushungulu ndani ya groupmenti za Ziralo sheferi ya Buhavu wilaya ya Kalehe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa za vyanzo vya kirahia, wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na FARDC walishambulia maeneo haya kabla ya kurudishwa nyuma na wapiganaji wa M23 baada ya mapambano ya muda mrefu yaliyodumu siku nzima. Katika vurugu hizo, mkurugenzi wa shule ya msingi ya Epe Chambobo anayejulikana kwa jina la Sebutwangwira Erizimana Jacques aliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa mapigano yakiendelea. Wananchi wengi walilazimika kuyakimbia makazi yao na hofu yao kubwa iliweza kuwafanya watafute mahali salama ili waweze kujificha. Tukio hilo limetokea baada ya zaidi ya wiki moja ya utulivu katika sehemu hiyo, jambo linaloonyesha kuwa hali ya usalama bado ni tete licha ya makubaliano yanayofanyika huko Montreux, Uswisi na maeneo mbalimbali ya dunia ili kuleta amani ndani ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Asubuhi ya leo, vyanzo vya ndani vimeripoti kuwa hali ya utulivu imekuwa ikianza kurudia. Hakuna mapigano mapya ambayo yameweza kuripotiwa. Asante sana mpenzi mtazamaji. Hiyo ilikuwa ni habari kutokea huko Kalehe ambako mkurugenzi huyo ameweza kupoteza maisha katika vita kali hiyo ambayo iliweza kuripotiwa. Tuzungumzie pia madai ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kutumia dola milioni 4 kila mwezi kuwahudumia wazalendo wanaopigana dhidi ya M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza kuwa inasimamia moja kwa moja huduma za mahitaji ya wapiganaji wanaojulikana kuwa kama wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la FARDC kupambana na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa waziri wa fedha Dudu Fwamba, gharama ya kawaida ya kuandaa, kuwapa vifaa na kupeleka kwenye maeneo ya mapigano inakadiriwa katika dola milioni 4 za Kimarekani kila mwezi. Waziri huyo amesema fedha hizo hutolewa kupitia mfumo rasmi wa akiba ya jeshi na ulinzi RAD, pamoja na mfumo maalum unaotolewa baadhi ya viongozi wa maeneo husika ili kusaidia utaratibu wa vikundi hivyo. Wazalendo wengi wameeleza kuwa wapiganaji wao walioko Kivu Kaskazini walikumbwa na hali ya kuchanganyikiwa na kujiona kuwa wametekelezwa baada ya kifo cha Jenerali Peter Chirimwami aliyekuwa gavana wa kijeshi wa mkoa huo na kiungo muhimu kati ya wazalendo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama vile tunavyojua, wazalendo ni neno la Kiswahili linalomaanisha wapatriote. Ni makundi ya wapiganaji wa ndani wanaodai kutetea ardhi ya Kongo dhidi ya makundi ya waasi. Hata hivyo, baadhi ya mashirika ya haki za kibinadamu yamewahi kuripoti tuhuma za ukiukwaji wa haki dhidi ya baadhi ya wanachama wa wazalendo. Ili kuleta nidhamu na mfumo rasmi, serikali ilianzisha mpango wa RAD, chombo cha kiraia chenye sura ya kijeshi kinacholenga kusaidia FARDC wakati wa vita au hali ya dharura. Ingawa sheria ya kuanzisha taasisi hiyo ilipitishwa mwaka wa 2023, utekelezaji wake kamili bado unaendelea na unahitaji maandalizi makubwa kutoka kwa mamlaka za Kongo. Mpenzi mtazamaji, hiyo ilikuwa ni habari kutoka kwa taasisi ya Wakongo FARDC. Tuzungumzie pia kuweza kufungwa kwa kampuni ambayo inatengeneza kinywaji cha Asili Power ambayo pia inaitwa Mtu Rouge, ambayo ni kinywaji ambacho kinatumiwa na wababa wengi ili kuweza kuwapatia nguvu za kiume wakati wanachoka. Lakini sasa kinywaji hicho kimeweza kufungwa. Ni kwa nini kimefungwa? Inasemekana kuwa ndani ya mji wa Kinshasa
waliweza kufanya uchunguzi na kugundua kinywaji hicho kinatiwa dawa ya kuongeza nguvu za kiume, na hivyo dawa hiyo haistahili kukunywa mara kwa mara kama vile wanaume wengi wanavyofanya, na wakifanya hivyo inaweza kufanya utumizi wa moyo wao uweze kuendelea na kushuka, na hivyo wanaweza kutokeza hata kifo. Ndio maana hiyo kinywaji iliweza kufungwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusema haipaswi kutumiwa kwa kuwa kemikali hiyo ina nguvu nyingi na inaweza kufanya uharibifu mkali katika mwili wa binadamu. Ndio maana kinywaji hicho kimeweza kufungwa, na serikali imetoa wito kwa watu wote kufanya angalisho na kuangalia ikiwa kinywaji hicho kinaendelea kutumiwa au kuuzwa katika viwanda mbalimbali, na kuweza kutoa habari ili kulinda maisha ya wananchi. Hizo ni habari kuu ambazo tulikuandalia kwa siku ya leo. Basi kuwa nasi upate habari.